kwamba maisha yako yatakuwa mazuri, utakuwa salama kwenye ndoa yako itakuwa ni njema, utakuwa umefaulu. Swali linakuja, dini ya mwanamke ni ipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fadhfar bidhati dini tarbati yadaka, mchague mwanamke mwenye dini, utakuwa umefaulu. Upande wa mwanamume pia swali litakuja, yeye aweje? Yeye anaangaliwa tabia yake, akhlaqi zake, ana dini ya Uislamu. Kwani mwanamke hana dini ya Uislamu? Ana dini. Lakini kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam ahimize tena awe na dini na wakati ni Muislamu? Mwanamke kwenye sifa tatu tulizoziacha hatukutaja, ambaye uzuri wake, nasaba yake, mali. Anaweza akawa na sura lakini Muislamu, sura nzuri, mali pia ni Muislamu, nasaba, cheo ni Muislamu, lakini vyote havifai ila ana dini ya Uislamu. Sasa inaonekana kuna kitu kingine hapa kilichokusudiwa kwenye dini, sio ili mradi tu ni Muislamu. Kuna kitu kilichokusudiwa hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhfar bidhati dini. Dini ya mwanamke ni ipi? Dini ya mwanamke ni nyepesi sana, tofauti na mwanamume. Mambo mengi yamemzunguka. Dini ya mwanamke Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiainisha, na hadithi hii mashekhe wengi wameizungumza kwenye muhadhara. Idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha falitadkhulu aljannata ala ayi babin sha'at min abwabi aljannati thamania. Hii ni dini ya mwanamke. Mwanamke awe ni mwenye kuswali, hii ndio dini yake. Mwanamke anafunga saumu ya Ramadhani ya faradhi ikikusudiwa. Mwanamke huyu la tatu na kubwa, anaswali, anafunga, awe anamtii mume, ana maadili kwa mume wake. Huyu mwanamke ni mwema. Yaani mwanamke mwenye dini hakusudiwi ni aliyosoma dini. Aliyosoma dini huyu ni shekhe. Sasa wanawake wote mkiwa mashekhe, sidhani kama itawezekana. Wapo maustadha, hawa ni wasomi. Anakusudiwa mwanamke ambaye anasimamisha swala, anajua utaratibu mzima wa kuswali, funga ikifika anafunga haya mawili, halafu anatii mume wake. Kwenye kumtii mume wake hapa amezungumza kadhi hapa, tumemkuta kwenye ile mada. Kumtii mume, mtu akishaolewa anahama kwenye umiliki wa wazazi wake, kwenye utiifu wa wazazi wake kabla ya mume wake, kwa sababu anakuwa chini ya himaya mume. Atakaloamriwa na wazazi wake mpaka atake ruhusa kwa mume wake, ndiyo ampe ruhusa alitekeleze lile. Na wazazi pia waelewe hivyo kwamba huyu ametoka kwenye himaya yetu, tumemfikisha kwenye maadili haya ya utiifu na tumemlea vizuri. Sasa tutakupa wasia wewe muoaji, ukayaendeleze haya, dhima hatuna tena. Kwa hiyo mwanamke dini yake ni kumtii mume, kuswali na kufunga.
unaona kama mepesi. Kuna wanawake hawaswali, ni matari kuswala na ni wakorofi. Wanaume mara nyingi, shekhe, mume wangu nani, mke wangu mimi haswali, nifanye nini? Unanishauri nini? Waambia kamnasihi. Mpaka inafikia mtu anaenda kujitia maji, anajipakapaka maji, alafu anakaa anasema sioni nimetawadha nimesali, na kusali hajaswali. Sio ana mtihani gani? Subhanallah. Anafanya sasa mpaka mwanamke anathubutu kujitia maji miguu na baridi yote na kichwa, alafu anambia sio nimetawadha nimesali, lakini hajasali chochote. Kuna wanawake hawafungi saumu, sio kwa sababu ana dharura, yuko kawaida, lakini saumu hafungi. Haya mambo yametajwa. Swala kwa mwanamke na kwa mwanamume ndiyo dini. Mtu akiacha kuswali si Muislamu. As-salatu imadu din faman tarakaha faqad taraka ad-din, na hadithi nyingine sasa, faman hadamaha faqad hadama ad-din. Swala ndiyo dini. Kama haswali mtu hana dini. Kwa hiyo mwanamke dini yake ni kuswali, kufunga na kumtii mume. Mwingine atasema mimi sina mume, nitamtii nani? Sasa naishi mwenyewe, pengine haishi na wazazi wake kama walivyojieleza wengine, wana mashughuli yao, anafanya shughuli zake, pango la nyumba amepanga mwenyewe, pengine amejenga mwenyewe. Sasa asema mimi sina mume, namtii nani? Anatakiwa dini yake huyo mwanamke aswali, afunge, na pia ajihifadhi katika ucha Mungu, anamtii Allah tabaraka wa taala. Akipata mume, hizo toa zitaendelea. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyozungumzwa sana na bado tunaikazia, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni bidhaa au starehe kwa lugha nyingine nazungumzwa. Bidhaa iliyo nzuri hapa duniani ni mtu kupata mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni yupi? Ni yule anayemtii mume, anaswali na kufunga. Hii ndio dini ya mwanamke. Kwenye kumtii mume hapa ndio kuna changamoto nyingi, ambapo changamoto hizo zitaondoka ikiwa mwanamke mwema huyu anaswali na kufunga na kumtii mume. Kwenye kumtii atatekeleza vifuatavyo. La kwanza, alla tarfa'a sautaha inda zawjiha, asiwe ni mtu mwenye mdomo wa kuinua sauti kwa mumewe. Maana yake mume wake akizungumza awe mtulivu na kumsikiliza, na akijibu ajibu kwa upole. Yasiwe yale mazungumzo maneno ya kuropokwa, maneno ya kufyetua, maneno ya kuudhi. Wanaume hawapendi kero katika nafsi itoke kwa mkewe. Kadri unavyozidi kufyetua maneno ya hovyo au majibu mabaya, ndivyo namuweka mbali mume wako. Au anapoona majibu ya vitendo unavyomfanyia havifurahishi ule moyo wake. Hii mifano iko wazi. Kesi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na Hafsa ummul mu'minin binti wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anha. Alikuwa anamjibu hovyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, anajibu maneno ambayo yanaudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawa anakerwa na hili jambo, lakini hakulifikisha kwa Umar.
Umar radhiyallahu anhu siku akayapata haya maneno, akaambiwa na mama yake Hafsa, Mtume anakereka na majibu ya mtoto wako, hebu mkanye mwanao. Mtume hakushtaki. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendewa na Umar ibn al-Khattab, mkwe wake, akamwambia, ya Rasulullah, sami'tu annaka turidu an tutalliqa Hafsa, nimesikia kwamba unataka kumwacha Hafsa. Sio kwamba amesikia, ni kama upelelezi anaufanya kutaka kumjua binti yake. Akamwambia, sijakusudia kufanya hivyo na wala sina wazo hilo. Umar radhiyallahu anhu akamuita Hafsa radhiyallahu anha, akamkamata, akamwambia, sami'tu annaki turaji'ina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa maana nimesikia unamjibu hovyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamkamata Umar, alikuwa na hasira na ana nguvu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakimbia akaenda kukaa mbele ya Hafsa, akatoa mkono wa Umar. Hafsa akaanza kujificha nyuma ya mgongo. Mwanamke kama amekaa wala hashughuliki na chochote, mwanaume ataingia chumbani, atajiandaa, atabadilisha nguo, amkute hapo alipokaa. Vipi chakula? Chakula nimeshaandaa. Nikakuandalie? Yani mpaka sasa anamuuliza maswali, nikakuandalie chakula? Anaona kama anachelewa kwenye kuperuzi kwenye simu janja. Mazingira kama haya yanaiweka ndoa yako mbali. Uwe na majibu mazuri kwa mume. La pili, anta tahalla bisidq wal amana, mwanamke awe mkweli kwa mume wake na awe mwaminifu. Hapa kuna mazingira magumu kidogo. Kuna wanawake ni wadokozi, wezi, lakini sio nyinyi. Kuna ambao ndani ya nyumba yake wanaishi na mume wake. Mmoja alikuwa akishtakia, akilalamika, sema, yani nikiweka, kama nimeweka 500, nikija kuzichukua zimechomolewa kama ni 50, katika kila 100 zimechomolewa zile 1000 katikati, akijua kwamba sitojua, nikienda kuhesabu ofisini zimepungua. Nikiweka 5 milioni tena takuta zimechomolewa kila 100, nikienda kuhesabu nikimuuliza hajui chochote. Subhanallah, anakuwa mdokozi kwenye zile mali ambazo mume wake anasimamia na kuziendesha. Awe mkweli mwanamke kwa mume wake, asiwe anadanganya. Akija kugundua kwamba wewe umemdanganya, tayari hana matumaini tena, hana imani na wewe tena. Kama ambavyo mwanaume anatakiwa awe mkweli na mwaminifu kwa mke wake. Mwanamke, nukta ya tatu ambaye anaonyesha wema wake na tabia yake. Haya tunayozungumza ni mwanamke anayeswali, anafunga, lakini anaishi na mume wake. Ajiweke mbali na kukasirika bila sababu, halafu na kujiona kwamba yeye ni mtu bora sana kwa mume wake kuliko kitu kingine chochote, au katika familia yao yeye ni bora. Wanaita ni first class, yani kujiona yeye ni bora kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa maana awe na tawadhu, awe na unyenyekevu kwa mume wake. Akijiona yeye ni mtu mwingine kabisa kwa mume wake, atashusha hata ile heshima, hata mheshimu mume wake. Awe na tawadhu, unyenyekevu. Kwa nini tunasema asiwe anakasirika bila sababu? Inaweza katokea mwanaume kama alivyo, amemuomba chochote anachohitaji, mume akamwambia subiri, au sina hicho unachokihitaji, kikipatikana inshallah
tutatekeleza. Hapo mwanamke anavuta midomo, kila wakipishana huku na huku, assalamu alaikum, alaikum salam, vipi mama fulani, imeharibu nini? Kwani wewe hujui? Mbona mimi kila nikikuomba vitu nifanyie kitu fulani utekeleze? Si vinatekelezwa kwa utaratibu, na nimesema kwamba hili kwa dharura, kwamba sina hili jambo tutatekeleza. Hamna, ni kwamba utaki tu, mdomo naanzia hapo. Unakumbuka siku fulani nilikwambiaga hujatekeleza, anaanza kuhesabu na miaka. Hakuna jema nao kufanyiaga, ni hayo tu nayaona. Usiwe na mdomo huo, alafu anakuwa amekasirika mpaka jambo lake litekelezwe. Bali imefikia wanawake, analala na mumewe, anamweleza shida zake kitandani, eti wanadanganyana kwamba mwanaume ukimweleza shida zako wakati umelala ndo anazitekeleza, anatii. Wanaume hatuna akili hizo mnavyofikiria. Mwanaume anapokuwa kwenye firashi na mke wake, akili yake yote inahamia kwenye starehe. Usimpe majukumu mengine ya kumshughulisha. Sijui utanunulia gari, nikwambia nifungulie duka, sijui utanunulia sare za sikukuu fulani. Hayo kiyaeleza, ile nguvu yake inakwisha kabisa, hata tendo la ndoa hawezi kufanya. Huyu hapa sina mke hapa. Wewe mstareheshe mumeo, halafu mueleze shida zako wakati hayo hayapo. Mmekaa kabisa mke na mume, unamweleza 1, 2, 3. Hapa taona huyu mwanamke ana akili, ni mtu muhimu kwangu. Lakini sio kule mnaposema huko. Wanaume hatuko hivyo, na utafikiria hapo ndo na hili, yani unatatua matatizo yako, kumbe ndo unayaongeza. Unakasirika kwa sababu isiyokuwa ya msingi, inamfanya mwanaume moyo wake unajikunja. Sasa mke wangu sijamuudhi chochote, mama fulani imekufanyaje, mbona umekasirika? Kwani wewe hujui jana ulifanya nini? Nikumbushe basi, nilikuagiza nini, mbona hujatekeleza? Mazingira yako hivyo. Usikasirike bila sababu, maana yake unatakiwa uwe na tabasamu nyingi kwa mumeo. Mwanamke mwema. Nalo nukta nyingine ni kwamba awe mwanamke analazimiana na dini yake muda wote, ahifadhi mambo ya kiibada, asiwe analazimiana na dini kwa sababu tu ya kumsikiliza mume wake. Awe na mlazama wa dini. Kulazimiana na dini ni kwa sababu ya kumtii Allah tabaraka wa taala. Nukta nyingine, alla takhruju min baitiha illa biidhni, ay biidhni zawjiha, asitoke nyumbani ila kwa ruhusa ya mumewe. Mwanamke mwema, yani wewe uko mbali, mwanamke anakwambia mume wangu natoka naenda sokoni kidogo. Yani wewe sokoni unapaona ni pa kawaida, lakini kuna wenzio wanaomba ruhusa. Mume hayupo, amesafiri, anamwambia mume wangu mimi natoka naenda sokoni. Kunatokea la kutokea, ametoka mtu la qaddar Allah epushilie mbali, amegongwa na bodaboda pale. Sasa anapewa taarifa, mke wako kagongwa na bodaboda. Anajua alikuwa anaenda wapi? Lakini sokoni wewe unapoona ni karibu, kunatokea matatizo. Sio umegongwa tu, inatokea tu hali ya afya imebadilika, umedondoka, kizunguzungu umedondoka, anapigiwa simu, mke wako kadondoka, tumemwokota njiani hapa, tumempeleka hospitali. Njiani tena? Vipi? Anaanza kuuliza. Ukiambiwa njiani, huyu alikuwa anaenda sokoni, kwa hiyo kadondoka, nina taarifa naye alikuwa anaenda sehemu fulani. Kuna wanawake huwa hawaombi ruhusa, wanaaga. Anaambia mume wake, mimi naenda kwa mama mara moja, nitarudi baadaye. Sasa mke wangu, naniaga au natoa taarifa naenda?
Si ndio nakwambia hivi? Anambia si ndio nakueleza hivi. Sasa hata kwa mama naye nikwambie naenda kwa mama, naomba ruhusa ende kwa mama. Kwani hujui ni mama yangu huyo? Maneno yanakuja 20, basi mama fulani yaishe. Mimi sikuuliza kwa maana nyingine mbaya. Nilikuwa mbona uniombi ruhusa unaniaga? Mume wangu nawe una dogo. Yaani hata mama mzazi nikuombe ruhusa. Ndio dini hii, ndio mwanamke mwema. Anaomba ruhusa kila anapotaka kwenda popote pale. Mume wake anakuwa anajua kwamba anaenda wapi. Sasa ruhusa mtu ameipewa ya endelevu, kama mnavyosema wanawake wengine wanafanya biashara na wanaume zao, lakini mume amempa ruhusa endelevu kwamba nimekuruhusu haya, fanya hiyo biashara, pengine na mwanamume naye ana biashara zake. Je, atakuwa anatoka tu kwa sababu ni ruhusa inaendelea biashara? Hapana. Anapotoka ndani atamwambia mume wangu, natoka kwa ruhusa yako sasa ulionipa, naenda kwenye biashara. Hali iko hivyo, na kwa sababu ana uwezo wa kumsimamisha hiyo ruhusa alionayo, anaweza kaitoa. Allah tabaraka wa taala anatuambia, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, kaeni majumbani mtulie. Na kama ruhusa hizo zimetoka, mtu hicho kipengele tutakiona, mtu asitoke isipokuwa amejisitiri mwili wake. Asivae nguo ambaye inaonyesha maungo yake, inachora maungo yake yani. Zingine zinaonyesha maungo. Avae nguo ambayo ni za stara. Mwanamke awe na haya. Alhayau min shu'bati aliman. Mwanamke awe na haya. Kuna wanawake hawana haya. Kuna kisa kimoja, kulikuwa na mwanamke mmoja Makka zama za ujahili, alikuwa hajasilimu, ni mtu ambaye hana haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, yule mwanamke akawa amesilimu Makka, naye akaja Madina. Alikuwa ni maarufu, ni mwanamke ambaye ni mapepe, hana haya, anajulikana zama za ujahili. Aliposilimu bado yuko vile vile, hana haya, akaja Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, nimesikia mwanamke fulani kasilimu na amekuja Madina. Wakamwambia maswahaba, ndiyo ya Rasulullah, yule mama kaja. Amefikia wapi? Swali la pili, sababu muhajirina walipokelewa. Wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa Madina kuna mwanamke ana sifa, Muislamu, kuna mwanamke ana sifa kama yeye, sijui wamejuana vipi, wamekutana, anaishi kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, annasu maadin, watu huwa mara nyingi ni kama aina tofauti tofauti, kama madini, wanafanana kama yale meno ya kwenye chanuo yanavyolingana. Wanapoingia sehemu, mioyo ikiendana, basi huwa pamoja. Yule mwanamke pamoja na kutokuwa na haya, baadaye alimtafuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuonyesha haya ni katika imani. Akaingia ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasalimia, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam anakula. Yuko Nabii Aisha ummul mu'minin, na yeye akaingia hana haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa anakula, amekaa kama yuko kwenye tahiyatu. Akamwambia, undhur yajlis kama yajlis al-abd. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, naam ana Abdullah. Angalia mwanamke anasema maneno haya mbele ya Aisha. Akamwambia, mwangalia amekaa kama amekaa mtumwa. Maneno magumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasama akamwambia, naam ana Abdullah, mimi ni mtumwa wa Allah. Yani amekaa na anakula kama anavyokula mtumwa.
Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongezea la pili, akamwambia taali wa kuli, njoo na wewe ule. Maana yule mwanamke hana haya kweli, akasogea. Aisha yuko pale anakula na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akasogea ale kama kawaida. Alipofika kwenye sahani ile ya pamoja, akamwambia sili mpaka unilishe. Sasa hii kesi nyingine hii, Aisha radhiallahu anha akawa anaangalia hii kesi inakwenda mpaka wapi, sili mpaka unilishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua tonge akataka kumpa, akamwambia la akul hatta akulu ma fi famik, siwezi kula mpaka unilishe kilichoko mdomoni mwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sawa. Akatafuna tafuna Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akamwambia kula, akamlisha. Kumbe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua yule mama nzuri, Allah muondolee ile kutokuwa na aibu, amvike haya. Alipomeza ile tonge hakuinua tena macho yake mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akashindwa kuinuka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toka siku hiyo alikuwa hainui macho yake mbele ya mtu yoyote, haya kumgubika. Mwanamke anatakiwa awe na haya. Kuna wanawake huwa wanapayuka ovyo, si mtaani au kwenye nyumba walikopanga na wenzao, anaongea maneno ya ovyo, sauti ya juu, hata jambo ambalo linatakiwa kuongea kwa sauti ya upole, mtu yuko karibu, yeye unakuta anapiga makelele tu. Haya ni sehemu ya imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia alhayau shu'batun min aliman. Haya sio kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume anatakiwa awe na istihya. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa ni mwenye haya kuwashinda maswahaba wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa kwenye kisima kisichokuwa na maji, akaingia Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, paja lake lilikuwa wazi. Lakini alipoingia Umar hivyo hivyo ameendelea kukaa, akaingia Ali ameendelea kukaa hivyo hivyo. Alipokuja Uthman radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiweka sawa, yale mapaja akafunika. Abu Bakari ni mkwewe, Umar ni mkwewe radhiyallahu anhuma, yani Mtume kaoa kwao, lakini aliendea Ali ni mkwe wake, kaoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uthmani ni mkwewe, kaoa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio mara moja, mara ya mbili. Alipofariki mwingine akaoa na wa pili, ndo akamwaita anta dhinnurain. Lakini kwa nini akajificha, akajiweka sawa? Maswahaba wanaangalia, Uthmani hajui kinachoendelea. Ali alimuuliza, ya Rasulullah, mbona walipoingia Abubakar akamwambia nimeingia mimi kwa hivyo hivyo, Umar alipoingia hivyo hivyo, Ali alipokuja uko vile vile, lakini kwa nini unajiweka sawa kwa Uthmani? Akamwambia Uthmani ni mtu mwenye haya sana, mpaka malaika wanamuonea haya Uthmani, hawamtazami kwa kumuonea haya, ule uchamungu wake na haya aliyokuwa nayo. Ala astahi birajulin tastahi minhu almalaika, kwa nini mimi nisione haya kwa mtu ambaye malaika wanamuonea haya? Imani yake ilikuwa ni mutawadhi. Haya ni sehemu ya imani, na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, in lam tastahi fasna bima shi'ta, kama huna haya unaweza kuamua ukafanya lolote unalotaka, sababu unajiona kama wewe, watu wengine wote hawana akili, hawaelewi unalolifanya, wewe ndo peke yako utafanya mambo ya hovyo yasiyokuwa na fikra za maana. Nukta nyingine, an turabbi auladaha tarbiyatan saliha ala taati llahi subhanahu wa ta'ala. Mwanamke mwema ni yule ambaye anapambana kuwalea watoto wake kwa maadili mema. Maadili mema ni yepi jamani?
kwa watoto, ahakikishe watoto wanaenda madrasa kuijua dini yao. Sisi wanaume huwa tunashughulishwa kwingi na mihangaiko, na ni watu wachache ambao wanachelewa kutoka mpaka hakikishe watoto wameshatoka, wameenda maskuli, wengine wameenda sehemu husika ambako wanatakiwa kufika. Wanaume huwa ni wa mwanzo, wengine wakitoka alfajiri yenyewe wanatoka saa 10, pengine anaishi sehemu ambapo kuna zahama, foleni, anataka apite mapema, ametoka nyumbani saa 10 usiku, anaswali alfajiri huko, kurudi anarudi saa 4 usiku, wakati mwingine watoto wamelala. Sasa anayeshinda na watoto mara nyingi unakuta ni yeye mama mwenye nyumba. Ahakikisha hawa watoto wanapata malezi mema. Kuna watoto hata namna baba anapokuwa bize, mama pia anakosa, anakuwa na mapungufu ya kuwafundisha maadili, hata kumsalimia baba yao hawajui. Kuta jitu kubwa tu linapita, umemsalimia baba yako, hapo anamwangalia mama yake kama vile kuna kitu kasahau. Mbona msalimii baba yako? Haya nitakiwa yaanze mapema. Mtoto anaanza, msalimie baba yako, asalamu alaykum wa rahmatullahi baba. Hata kama yuko nyumbani, baba yenu yuko nyumbani, mnataka kwenda shule, haya kamgongeni, baba sisi tunatoka tunaenda shule. Wamerudi shule, baba tumerudi salama. Sio hujui wamerudi saa ngapi, na kutoka kwenye magemu tu, wengine wako kwenye kompyuta, wengine wapi. Eti unaona haya ndio maendeleo haya, kumbe ndio unakosa hivi, unawakosa watoto. Wanakuwa wanamuogopa zaidi baba kuliko mama. Mama akiwa nyumbani wanamdharau, akiwaambia hawatii. Kwa nini wawe hivyo? Kuna akina mama mashallah, hata baba akikaa ndani anaona mimi hata hapa sina kazi nyingine yoyote ya kufanya, naona hii inachosha, naona yani mama watoto anafanya kila kitu, watoto wamenyoka, tabia ni nzuri, anawasimamia. Kosa likifanyika, adhabu yake anayoipata baba hata hangaiki kwenda kuadhibu tena, sema hii alopewe inatosha, yeye anatilia mkazo maneno tu. Kuna wamama wako hivyo, Allah amewajalia, Allah awazidishie kheri, maadili kama hayo wanayasimamia. Lakini kuna mama wengi ambao mapungufu haya ya kuwalea watoto hawatimizi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadithi hii imeeleza daraja kwa daraja. Mwanaume ni mchunga, ataulizwa kuhusu mke wake, na mke wake pia naye ni mchunga wa nyumba ya mume wake, ataulizwa kuhusu watoto wa mume wake, ataulizwa kuhusu mali iliyoko pale, yeye ndio mwangalizi. Hizo zote ni amana. Mpaka mtumwa na ni mtumishi, iwe ni dukani, iwe ni shamba, ataulizwa. Mfanyakazi wa ndani ataulizwa, ni amana amekabidhiwa. Sehemu muhimu kwamba mama mwenye nyumba, mke huyu ataulizwa kuhusu tarbia ya familia yake. Na mwanamke akitaka kuivuruga familia, kuiharibu, ni sekunde. Wewe mwanaume ufui dafu, yani mwanaume hutoboi, wanasema kwa lugha ya sasa. Mwanamke akitaka kuiharibu nyumba huwezi, yani muda mfupi sana. Kuna baba mmoja alikuwa anashindana yeye na mtoto wake wa kiume, ananisimulia, angalia wanawake ambao wanaharibu hizi nyumba. Huyu mtoto wa kiume ashakuwa mkubwa, amemsomesha kwenye shule za gharama na dini pia, dini humo, lakini wakija nyumbani mama anawajaza ujinga wa kumchukia baba yao kwamba hawapendi, lakini gharama zote anafanya yeye toka wakiwa wachekechea mpaka wamefikia wamemaliza vyuo. Sasa baba anamfuatilia mtoto, haswali, anamwamsha alfajiri, twende msikitini. Baba mimi nitakuja baadaye, anajifungia chumbani, anaendelea mambo yake. Alipofuatilia tabia yake sio nzuri, anakuja mpaka saa 7 usiku, anamwambia mke wake, usimfungulie wewe, tujue hatuna kabisa mtu wa namna hiyo. Mama atamfungulia, eti ndio huruma,
anamwandalia chakula, anakula, analala. Baba akitoka alfajiri anajua mtu hayupo, kumbe yuko ndani. Wanapishana zaidi ya miezi, wapo humu ndani tu, mpaka dada zake ndo wanamwambia baba yake, fulani yupo anaishi humu ndani, lakini hamuonani tu. Huyu ni mwanamke wa aina gani? Badala ya kushirikiana na mume wake kwenye maadili, wamsaidie huyu mtoto, yeye anajenga sasa ili baba nayo ili akishaingia, wanajua mkosi umeingia, anajificha, anakaa chumbani. Sasa mwanamke mwema ni yule anayemsaidia mume wake kwenye maadili. Akitaka kuharibu mabinti ni dakika, sababu siri zote anajua na mipango yote, na akitaka kuwanyosha ni mke tu. Baba yeye anatilia mkazo. Kwa hiyo tarbia inaanza kwa mama. Hata maneno anapoanza kujifunza mtoto anayapata kwa mama yake. Vitu vingi anafundishwa na mama yake. Labda kama kuna watoto wanaocheza grupu wanakuja shiriki pale, utamuona mtoto anaanza kusema matusi ambayo ndani ya nyumba hayapo. Utaona huyu kuna vitoto anaocheza navyo. Tarbia ni muhimu kwa kina mama kulea familia zao, na mwanamke akifaulu katika hili ndio katika wanawake wema. Alaikum salam. Ahlan wa sahlan. Katika mabaya zaidi na mazuri zaidi, alla tufshi asrara baitiha. Mwanamke mwema ni yule hatoi siri za ndani kwake. Na mama fulani leo, si baba fulani katunywesha maji, hakuna alichokuja nacho. Vipi? Eti kaniambia kahangaika huku na kule hajapata chochote. Mwanaume wa watu kwa kuhangaika kwake kote kule, siri yake natolewa, pale hamna kitu pale. Mimi naambia huyu mwanaume nimemchoka kweli kweli, anatulaza njaa, hakuna uvumilivu. Au pia namna wanavyoishi kwa upendo na mapenzi, mambo ambayo hayatakiwi kutoka ndani ya familia anayatoa nje, anawaambia wanawake wenzake au majirani. Huyu mwanamke anakuwa sio mwanamke mwema. Mwanamke mwema ni yule akiulizwa kuhusu mume wake asema, mume wangu mashallah anatuhudumia vizuri, wala hatulazwi njaa, tunaishi vizuri kwa upendo, familia yetu haina shida kabisa. Hata kama kuna mambo anapitia yeye na mume wake, sisi hatuna shida kabisa. Anaficha hili, Allah tabaraka wa taala ataisitiri hii familia. Huyo ndio mwanamke mwema. Na atamtii mume wake kwa yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala. Wala tuti'uhu fil ma'siyah, na asimtii mume wake kwenye maovu. Kuna mmoja alikuwa akiuliza maswali kwamba mwanamke anadhalilika kwa mume wake kumuingilia kinyume na maumbile. Haya ni maasiya. Kwa nini unamtii mume wako kwenye maovu kama haya? Hii sio taa. Unasema nisipomtii ndoa yangu inavunjika. Yeye sio mwanaume pekee alioletwa duniani eti ndio wewe muoe, akuoe wetu peke yake, yeye peke yake, bali wako wanaume wengine ambao ni salih, kwamba unapata mwanaume ambao ni mwema, ikishindikana na saa zimegoma unaachana naye. Mazingira hayo ni machafu. Mwanamke anayetii uchafu wa namna hiyo sio mwanamke mwema. Anamtii mume wake katika toa mambo mema mazuri ya kheri tu, sio mambo maovu. Kwenye uovu anamnasihi. Nukta nyingine, awe ni mvumilivu na mwenye subira pindipo kunapopatikana matatizo na wakati wa raha pia. Wakati wa neema awe mvumilivu, na wakati wa matatizo, mabalaa, awe na subira. Kuna wanawake ikifikia imetokea tatizo, basi anamkimbia mume wake, hana uvumilivu.
sio mwanamke mwema huyu. Subira imegawanywa na wanachuoni katika sehemu 3: as-sabru ala ta'ati llah, as-sabru ala ma'siyati llah, as-sabru fi aqdari llahi almu'lima. Mtu awe na subira katika mambo ya uchamungu. Kama kuna kheri unaifanya, shetani na kushawishi na nafsi yako kuacha kheri hiyo, kuwa na uvumilivu na ustahimilivu wa kuendelea kufanya hiyo kheri. Kuishi na mume kwa wema ni swala la kheri, endelea kuwa na uvumilivu juu ya hilo. Lakini likitokea tatizo, ni sehemu pia ya mtihani. Ajaba li amri mu'minin inna amrahu kullahu khairun in asabathu sarra'u shakara fakana khairan la wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan la. Allah tabaraka wa taala anastaajabu na kufurahishwa na jambo la muumini. Yakimpata mambo mazuri anashukuru na kufurahi, anamshukuru Allah, na akipatwa na mitihani pia anasubiri, Allah anambadilishia baada ya subira hiyo kheri. Kusubiri kwenye maasi ni vipi? Yani nafsi na kushawishi ukafanye ovu fulani, lakini unaizuia nafsi kuingia kwenye maasi. Kusubiri kwenye mabalando huku tulikozungumza kwa uchache, sababu muda wetu nao ulitumika sana muda ule, na sasa sitaki nitumie na mimi muda kama hivyo. Nimeeleza sifa ambazo zinaambatana na mwanamke mwenye dini. Dini ya mwanamke: awe anaswali, anafunga na anamtii mume. Maswali yatakuja, mbona zaka ipo kama ana mali asitoe? Hija ipo kama ana mali asiende? Haendi mwanamke hija mpaka kwa ruhusa ya mume wake, na haendi hija mpaka aende na mume wake au kaka yake, maharim zake. Mwanamke anayemiliki mali anaruhusiwa kutoa zaka. Hili halihitaji idhini ya nani? Ya mume wake, sababu ni miliki yake. Kuna wanawake matajiri. Haya tunazungumzia mambo ambayo ni muhimili mkuu wa dini. Yani mtu akaswali akafunga, ni mara chache akawa ni mgumu, mamoja kwamba sasa hivi ni wengi, akawa ni mgumu wa kwenda hija au kutoa zaka. Wanatamani kuendelea kubaki na mali, lakini zisitumike katika njia hiyo. Kwa hali hiyo, Allah tabaraka wa taala amewasifia hawa wanawake wacha Mungu na ibada zingine wakiendelea nayo, akasema wadhakirina Allaha kathiran wadhakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Hizi ni ibada za ziada ambazo mwanamke anaweza kujipamba nazo, kufanya adhkari na kadhalika, lakini miongoni mwa sifa tulizozitaja ndio hizo muhimili. Naomba sasa niishie hapa. Maudhui yetu imekusanya mpaka hata kumchagua mwanamke mwema ni yupi, na tumeeleza kwa mukhtasari huo, kwa sababu na wazungumzaji wa mada zingine washafika. Napenda niutumie muda wangu vizuri, niishie hapa. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah ajalie haya tuliyasikiliza iwe ni sehemu ya kutengeneza ndoa zetu na tuishi salama, na kwa wale ambao hawana waume pia waweze kupata waume kama ambavyo waliomba, na pia tunawaombea dua Allah wafanyie sahali. Wassalamu alaikum.